Nikubali na nikiri ukweli kwamba tumemaliza mwaka 2025 katika hali ngumu kidogo, tofauti na miaka mingine, na tukiri kama taifa kuna sehemu tumejikwaa katika mwaka tunaumaliza. Kama taifa kuna sehemu ambako tukawa tumejikwaa. Unajua, kukiri ni sehemu ya maisha ya ungwana, na kufunika kosa sasa huo ndo uharibifu, ndo ujinga wa kiwango cha juu. Yani hatuwezi tukafunika makosa kwamba hakuna kosa lilotokea. Nikiri uwazi kwamba upande wa serikali kuna makosa katika mwaka 2025 walifanya. Inawezekana wasikiri hadharani, lakini wanajua kuna makosa ya kiutendaji waliweza kufanya. Vile vile na jeshi la polisi, pasipo shaka kuna makosa kama jeshi wamefanya makosa. Wanaweza wasikiri, lakini ukweli unabaki pale pale. Lakini hata viongozi wa dini kwa nafasi yao, hatuwezi tukaacha kuzungumza upande wa viongozi wa dini kwamba nao kwa njia moja au nyingine wamechangia kujikwaa kwa taifa letu kwa njia moja au nyingine. Wale ambao waliweza kuchangia wanaweza wakajua ninachosema kwamba viongozi nao kwa njia moja, viongozi wa dini walihusika. Lakini inawezekana na vyama vya siasa kwa upande wao. Sasa tumemaliza mwaka kukiwa katika hali ya kukwama, na matokeo yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 ni matokeo hayo ya kukwama na kuchangiwa kwenye maeneo mengi tofauti. Sasa tunafanyeje? Ombi langu kama mjumbe wa amani, tumekubali yametokea katika taifa. Ninyi tunaweza tukafanya. Je, tuendelee na hali hiyo tuliyokuwa nayo katika mwaka ambao tumemaliza? Tuendelee nayo hali ya kukamiana, hali ya kuchukiana? Yani tuingie katika mwaka mpya katika hali ya chuki na uhasama na uadui? Tunadhani hii inaweza ikatusaidia kama taifa, tukichukiana, tukitafutana namna ya kulipizana visasi? Tunadhani hilo ndio linaweza likaleta ufumbuzi? Hapana. Nadhani tufike mahali tuone mahali ambapo kosa lilianzia. Ni kwa nini haya yote yametokea na taifa likapita katika mkwamo wa kiwango hiki? Lazima tufike mahali tuone hayo matatizo, halafu tujue namna ya kukaa pamoja kama taifa na kuyamaliza. Kwangu mimi, njia moja ambayo ndio najua ni msingi wa neno la Mungu ni amani. Lazima tutafute amani. Biblia inatutaka hivyo. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa na amani. Kwamba tunahitaji tuwe na amani kama taifa. Kwa lazima tuitafute amani kwa gharama zote, na ndio maana Biblia inasema tafuteni kwa bidii. Lazima katika mwaka huu tunaoanza, amani iwe kipaumbele chetu. Amani kwa watu wote, amani kwa Watanzania, amani kwa serikali, amani kwa viongozi wa vyama vya siasa, amani kwa viongozi wa dini, amani kwa Watanzania wote. Tuitafute kwa bidii. Na tunapozungumzia kwa mfano, kuna mwito wa maridhiano. Ule mwito wa maridhiano lazima uambatane na kusamehe. Wito wa maridhiano uambatane na kukubali kupoteza haki zako fulani. Yani serikali iwe tayari kupoteza haki zao. Chama cha Mapinduzi au hivi vyama vya upinzani kama Chadema wawe tayari kupoteza haki zao fulani ili kutuleta mahali pamoja. Kwa sababu hata hivi vidole unapotaka kuvishikanisha vizuri, lazima viache nafasi fulani, afu ndio unavishikamanisha namna hii. Lakini vikikunjana namna hii, huwezi ukavishikamanisha. Kama tumebaki na misimamo yetu ya awali bila kukubali kupoteza
upande wa serikali wawe tayari kupoteza baadhi ya vitu ambavyo wanaamini viko sahihi, na upande wa vyama vya siasa au wanaharakati hawa vijana ambao wamefanya kazi ya kuamsha, kuleta harakati, na wawe tayari kupoteza vitu fulani kwa faida ya kulileta taifa pamoja, lakini isitokee kushindana, kwa sababu tunapotafuta nani mshindi, hawa vijana Gen Z wale, serikali nayo, jeshi la polisi wanatafuta nani mshindi. Mwisho wa siku hakuna atakayepata ushindi, na mwisho wake ni kuja kwenye mazungumzo, ni kuja kwenye mafikiano baada ya kushindana sana. Sasa kama tungechukua hatua hizi mapema, wala hata yale ya 29 yasingetokea, lakini yalitokea kwa sababu ya mashindano, nani ashinde, nani aonekane mshindi. Jeshi la polisi hivyo wanataka kuonyesha nguvu zao, mwamba wao. Hawa vijana Gen Z nao wanadai haki zao, wanataka zitekelezwe. Wanasiasa wako hivyo, lakini ukweli katika kutafuta amani na mali pa maridhiano, tuwe tayari kila upande kupoteza baadhi ya vitu ambavyo wanafikiri viko sahihi, na wakiwa tayari kupoteza, nadhani tunaweza tukafika mahali ambapo kila mtu ataridhika. Wewe bwana umepoteza hiki, okay sawa, na mimi nimepoteza hiki, okay. Sasa hivi vilivyo vibaki ndio tuvilete pamoja, vituunganishe pamoja kama taifa, alafu tuendelee mbele. Yaliyotokea tuwe tukubali kusameheana. Kama kuna kufidia wale walioumizwa, basi izungumzwe katika hali ya ungwana. Kuna watu ambao wamepata madhira ambao wao hawakuhusika na yale ambayo yalikuwa ni maandamano, hawakuhusika kwenye maandamano. Kama wamekufa, watu wazima wamekufa, wazee wamekufa, hawakuhusika. Kwa hiyo lazima katika hali ya ungwana ya maridhiano kuwapa pole, kuwafariji, na wale ambao inawezekana wako ndani, kama rais alivyotoa mwito, waachiwe nao waendelee na maisha yao, warejee kwenye familia zao. Hawa viongozi wa vyama vya upinzani waachiwe, warejee katika hali ya kawaida kama ilivyokuwa huko nyuma. Umeona, kwa sababu mwisho wa siku hii kamata haiwezi kutufikisha mahali pazuri, kwa sababu utafika mahali watakuwa wengi, sasa watarundikana hawa, utawakamata wangapi? Wani vizuri kukubali kuridhiana kwa amani, kusameheana. Ndio mwito wangu. Tunaanza mwaka 26 uwe mwaka wa amani. Naomba kila mtu aseme juu ya amani, aliye juu ya amani. Viongozi, jeshi la polisi, vyama vya siasa, viongozi wa dini, amani, amani, amani. Amani. Tuache ushabiki usio na maana wa kuonyesha kwamba wewe unaonekana unamshabikia mtu fulani na huyu anamshabikia mtu fulani. Mimi nadhani tuache hivyo vitu, lakini tuhubiri amani kwa ajili ya taifa letu, kwa sababu madhira yanapotokea, sasa majanga yanapotokea, kwa mfano sasa ilipotokea wakati ule, wote tulifungiwa ndani, si viongozi wa dini, sio viongozi wa siasa, wote ilikuwa lockdown, tuko ndani. Unaona, kwa hiyo hakuna mtu ambaye alisalimika. Kama hivyo ndivyo madhara yanapotokea katika taifa, hakuna mtu ambaye anaweza kawa salama. Ila usalama wetu ni pale ambapo tutakubali kusameheana, tuondoe chuki, na viongozi nao walisimamia hili jambo kwa bidii, ionekane dhamira yao ni njema, si kufunika kombe mwana haramu apite, kama Waswahili wanavyosema kwamba kutaka tu kudanganya toto. Ionekana kama ni mwafaka, tutafute mwafaka wa kweli kwa ajili ya kuliponya taifa letu. Na sisi kama viongozi wa dini tunaombea amani kwa kweli. Mimi kama mjumbe wa amani naombea amani, 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 amani katika taifa, amani katika kanisa, amani katika jamii, amani katika nchi yote kwa ujumla. Ningeweza kusema hivyo tunapomaliza mwaka 2025 kuingia mwaka 2026. Amani, 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 amani. Amani iwe kiongozi wetu katika mwaka ule tunaoingia. Kwa kusema haya niseme niwatakie baraka za Mungu, niwatakie amani, amani, amani na baraka za Mungu juu ya taifa letu. Amani na baraka za Mungu juu ya watu wote ikae juu yetu sisi sote. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen.